Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa CCM Zanzibar na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa CCM Bara ndugu yetu kaka yetu Stephen Masato Wasira, wajumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, katibu mkuu na sekretarieti yako, wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa, wajumbe wa baraza la wadhamini wa CCM, lakini pia nitambue uwepo wa wenyeviti wetu, mwenyekiti mwenyeji wa mkoa na lakini wenyeviti wote wenyeji wa mikoa mliopo hapa nasi, kamati za siasa ya mkoa na wilaya za Dodoma, viongozi wetu wa dini mliopo nasi, viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi, viongozi na wazee wa Dodoma, wazee wa kimila, lakini itambue uwepo wa mkandarasi, mjenzi pamoja na mshauri, wageni wetu waalikwa wote, itambue uwepo wa vijana mpo, Umoja Wanawake wa Tanzania wa CCM mpo, wazazi mpo. Aya, nilitaka mwenyekiti wa wazazi aone vile visikafu vinavyonyanyuliwa. Maana mara nyingi huwa analalamika, naambia ndani ya UWT wanaoingia viti maalum ndo wazazi hao. Anasema tupewe za kwetu, lakini ni wazazi hao. Sasa umeona UWT na wazazi sikafu ni zile zile. Ndugu zangu, mabibi na mabwana, kidumu Chama cha Mapinduzi! Waheshimiwa, awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu tujalia uzima na afya, lakini kutujalia kwamba lile tulilolikusudia kufanya kwa miaka mingi ndani ya chama chetu angalau leo tumeanza kuonesha njia. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, alhamdulillah. Aidha, nitumie fursa hii kukushukuru sana Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Comrade Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa kutukumbusha historia ya chama chetu, lakini tumemsikia vizuri Mrisho Mpoto kwamba kulikuwa na majaribio kadhaa huko nyuma, lakini vipaumbele vikawa vinapishana, na kwa sababu CCM ni chama cha maendeleo ya watu, tukawa tunaamua kutoa maeneo yetu kwa ajili ya maendeleo ya watu, hasa vijana wetu. Lakini tukasema kwamba iko siku tutakuwa na sehemu. Lakini vivyo hivyo ni washukuru Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dodoma. Baada ya kutoa maeneo yale mkoa wakasema egesheni hapa mpaka mtakapojiweza. Tunawashukuru sana. Na nadhani hatulipi kodi. Mnatoza kodi kweli? Hatulipi kodi kwenu, si ndio? Mmejitolea kwa chama chenu, asanteni sana. Lakini katika mchakato huu nimshukuru pia ndugu yangu Daniel Chongolo, katibu mkuu aliyepita wa Chama cha Mapinduzi. Tulianza naye mchakato huu, lakini baada ya kupokezana, katibu mkuu mpya sasa anakwenda kufanya usimame na uonekane. Kipekee nafarijika sana kwamba leo hii nimepata heshima kubwa ya kuwa mgeni rasmi na nimekuwa sehemu ya utekelezaji wa ndoto hii ya muda mrefu, lakini heshima kubwa niliyopewa leo ya kuwa mgeni rasmi wa uzinduzi au uwekaji jiwe la msingi katika ujenzi huu wa makao makuu ya chama chetu. Nataka niseme kwamba kazi kubwa sana imefanyika tangu halmashauri kuu ya CCM ya taifa kufanya maamuzi ya ujenzi huu kama ilivyoelezwa na katibu mkuu, na kwamba leo tunakwenda kuonesha kwamba maamuzi tuliyofanyia ndani ya halmashauri kuu ya taifa tunakwenda kuyatekeleza, na hicho ndicho Chama cha Mapinduzi. Tunaamua, tunakubaliana na tunakwenda kutekeleza. Furaha yangu zaidi kwa kuwa kazi ya ujenzi, kazi ya usanifu na ujenzi katika mradi huu zote zimefanywa na Watanzania, kampuni za Watanzania. Matumaini yetu ni kwamba
wajenzi na washauri watafanya kazi hii kama tulivyokubaliana, na tutamaliza mradi huu kwa muda tulioweka, ili tutakapokwenda kusherekea miaka mingapi, 50 ya Chama cha Mapinduzi, basi tunakwenda kwenye jengo jipya, makao makuu mapya ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hakika tukio hili la kuweka jiwe la msingi la jengo la ofisi ya Chama cha Mapinduzi lina umuhimu wa kipekee. Kwa upande mmoja, linaakisi ndoto ya waasisi wa chama chetu wakiongozwa na mwenyekiti wetu wa kwanza wa chama hiki, hayati Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na kwa upande mwingine, tukio hili linathibitisha umadhubuti wa chama chetu na uwezo wake wa kupanga, kuamua na kutenda mambo makubwa na yenye maslahi kwa chama na taifa letu. Ninaamini kuwa baada ya kukamilika kwa jengo hili, sio tu tutalitumia au litatumika kwa kazi za utawala, bali pia litakuwa ni alama nyingine isiyofutika ya uimara, umoja na utambulisho wa Chama cha Mapinduzi ndani na nje ya nchi. Tutakuwa na jengo la kisasa linaloakisi sio tu ukubwa wa chama chetu, bali pia nafasi ya chama hiki kuiongoza nchi yetu Tanzania, lakini pia kuwa chama kikubwa ndani ya Afrika, lakini hasa kusini mwa bara la Afrika. Ndugu viongozi na wana CCM, mmoja kati ya waasisi wa taifa la Tanzania na aliyekuwa rais wa ASP na rais wa kwanza wa Zanzibar, marehemu mzee wetu Abeid Amani Karume, katika moja ya hotuba zake aliwahi kusema, na hapa na nukuu, alisema kwamba ili chama kisimame lazima watu wakione, lakini vile vile lazima watu wakisikie, na vile vile lazima watu wakiheshimu. Hicho ndio chama, kionekane, kisikike na kiheshimike. Lakini katikati hapa Chama cha Mapinduzi pia tulisema, na nadhani pia iko kwenye katiba yetu, kwamba chama ni alama zake, na moja kati ya alama zake ni ofisi zake, bendera zake na mambo kama hayo. Chama ni alama zake. Sasa kwa kuzingatia maneno hayo ya busara, kupitia hadhara hii ninapenda kusisitiza na kuwakumbusha viongozi wenzangu na watendaji wote wa Chama cha Mapinduzi, lakini hasa vijana wanachama wa Chama cha Mapinduzi, kwamba utendaji kazi mzuri wa chama si tu kuwa na jengo la fahari, si kuta, dari na sakafu iliyopambwa na kupendeza, bali utendaji mzuri wa chama, ofisi za vyama hii tunayoijenga, lakini hata zile za mikoa na wilaya, ni sehemu ambapo wanachama wetu hususan vijana watapata fursa ya kupatumia ili kujifunza na kujijenga kiuongozi na kimaadili. Vile vile ni pahala pa mikutano, mijadala, tafiti, mafunzo na maamuzi ya kisera. Sasa tunapokwenda katika kujenga ofisi zetu za chama, ni kuhakikisha kwamba chama chetu kinazidi kusimama, kuonekana, kusikika na kuheshimika. Hivyo natoa rai kwa viongozi na wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi, tuendelee kujitolea na kuwa tayari kujifunza, kuwa wabunifu ili kuimarisha chama chetu. Vile vile tuendelee kuhimiza na kudhihirisha uadilifu wa viongozi wetu ili chama kidumishe sifa yake nzuri. Amesema makamu mwenyekiti hapa kwamba tulipounda Chama cha Mapinduzi tulikuja na slogan kidumu Chama cha Mapinduzi, na ndio maana tunahangaika sana kujenga ofisi za mikoa, za wilaya na kwenda chini, lakini pia makao makuu yenye hadhi na heshima, kwamba chama hichi kitarithiwa generation na generation, vizazi na vizazi watarithi chama hiki, kwa ni chama cha kudumu. Aidha, ni muhimu wakati wote viongozi kuwa karibu na wanyenyekevu mbele ya wananchi, maana wao ndio wamiliki wa chama hiki.
Si viongozi tumekabidhiwa dhamana, na dhamana hizi tunapita. Kama tulivyosema, kwa mwenyekiti wa kwanza, wa pili, wangapi mpaka mwenyekiti huyu, na vivyo hivyo ngazi nyingine za uongozi, sisi tunapita, tunaendesha, kipindi kikisha tunaondoka, wengine wanakuja kuendeleza. Kwa hiyo ni muhimu vijana na wanachama wa Chama cha Mapinduzi mkalijua hilo, na kwamba wote tukakaa mguu sawa katika kukijenga chama hiki. Tukumbuke kuwa chama ni jukwaa la wananchi la kuamua hatima yao, na siku zote CCM kimekuwa chama cha watu. Ni lazima tuidumishe sifa hiyo. Vile vile, kama ilani ya uchaguzi inavyotutaka tuwe daraja kati ya serikali na wananchi, ni wasihi viongozi kuhakikisha tunatumia ofisi za chama pia kuwasikiliza wananchi na kufikisha kero zao serikalini ili zipatiwe ufumbuzi. Ndugu viongozi na wana CCM wenzangu, kupitia mradi huu chama chetu kinaenda kufungua sura mpya ya makao makuu yake, na sote tunaweza kuwa sehemu ya kuifungua sura hiyo mpya. Pamoja na uwekaji wa jiwe la msingi tunalolifanya leo hapa, leo tunafungua pia dirisha la wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa hiari yao kuweza kuchangia ujenzi huu, kwa hiari yao kuweza kuchangia ujenzi huu. Mmesikia gharama hapa ni bilioni 34 na mapesa kidogo juu. Sasa hizi tutazitoa kutokana na miradi yetu ya chama, lakini tutazitoa kutokana na michango ya wapenzi, lakini pia wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Wale wanaojisikia basi tunawakaribisha sana. Nitumie fursa hii vile vile kusema kuwa chama chetu kina miradi mingi ya ujenzi wa ofisi inayoendelea katika ngazi tofauti kote nchini kama nilivyosema, na hii ni fahari kwetu, na niwatie moyo wale wanaojenga ofisi hizo waendelee kusaidia kujenga ofisi hizo, kwa sababu chama ni alama zake, lakini pia kukiheshimisha. Ndugu viongozi na wana CCM, napohitimisha niseme kuwa tumepiga hatua kubwa sana kufikia hali hii. Niwaombe Sekretarieti ya Halmashauri Kuu ya CCM msimamie zoezi hili kwa karibu ili likamilike kwa wakati na kwa ubora uliokusudiwa. Baada ya kusema hayo, sasa ninayo furaha kutamka, sababu nilishazindua jiwe, sasa natamka kwamba ujenzi wa jengo hili la ofisi za makao makuu ya Chama cha Mapinduzi hapa Dodoma umeanza rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asanteni sana. Haya, tuendelee kwa kumsindikiza mwenyekiti. Wakati mwenyekiti anaondoka, wengine wote tutulie, tutaondoka kwa utaratibu maalum ulioandaliwa. Haya, brass band ile pia. Haraka Toti. Bokilo twende.